Ni mwendelezo wa taarifa ya Elbariki Arkadi aliyefariki dunia baada ya kushambuliwa na mnyamapori aina ya tembo, na hapa tunazungumza na afisa maliasili katika halmashauri ya wilaya Babati, ambapo anatueleza hatua mbalimbali ambazo wamezichukua na ambazo wanatarajia kuzichukua. Kwa majina naitwa Christopher Laiza, afisa maliasili halmashauri ya wilaya Babati. Na ilivyotokea, aliyeuawa ni mlinzi. Ni mlinzi mzoefu. Imetokea tu kama bahati mbaya kwa sababu Bwana Elbariki alishamtoa tembo akamsogeza umbali kadhaa, lakini kwa kuwa tembo huyu alishakuwa na tabia ya kubadilisha tabia, basi huyu mlinzi hakujua. Ndipo tembo huyu alipomgeukia na kupelekea kusababisha kifo kwa mpendwa wetu Elbariki. Kwa ufupi ni kwamba kijiji hiki tuna haja ya kwenda kutoa elimu zaidi juu ya tabia ya wanyama, na hasa tembo anapokuwa mmoja. Wanapokumbana na tembo mmoja, walinzi wetu wanahitaji kuchukua tahadhari, kwa sababu tembo mmoja aidha katengwa kwenye kundi au mara pengine alishakuwa ni mnyama aliyebadilisha tabia. Ni mnyama ambayo mara pengine sio inahitaji mbinu ya kuweza kumkabili au kumdhibiti kwenye mazao. Kwa hiyo kilichotokea ni bahati mbaya, na tumejipanga pia kwenda kutoa elimu na tabia ya wanyama na namna kukabiliana na hao tembo kwa kijiji cha Kijadabu na kijiji cha Endadoshi na Ayamango. Kwa kijiji cha Mwikansi kwa kiasi kikubwa tumeshatoa elimu ya kutosha. Ukimwangalia huyu tembo kwa tarehe 18 aliingia majira ya mchana kwenye mashamba kijiji cha Mwikansi, akadhibitiwa. Kwa hiyo yamkini baada ya kudhibitiwa kwa kutumia mbinu mbalimbali na vifaa vya kufukuzia tembo, ndipo alipohamia kijiji cha pili. Sasa kwa sababu walinzi hawajui kwamba huyu tembo alikotokea amepata ghadhabu kiasi gani, basi ikatokea kwamba amefanya kugeuka na kusababisha madhara kwa mpendwa wetu Elbariki. Kwa hiyo sisi kama maafisa wa wanyamapori tunajipanga hasa kuitisha vikao vya dharura katika vijiji hivi ambavyo nimevitaja, kwenda kutoa elimu ya hifadhi, lakini pia tabia ya wanyama kwa jamii yetu. Kwa ufupi ni hivyo tu. Kuna chochote ambacho pengine familia itapewa kutoka kwa nyinyi? Kwa mujibu wa kanuni hizi, kwa mujibu wa kanuni ya kifuta machozi ya 2011 ambayo imefanywa marejeo, mabadiliko madogo yamefanyika. Kwa hiyo kwa mtu kujeruhiwa au mtu kusababishwa kifo kama ilivyotokea, kuna taratibu tunaendelea nazo kukamilisha taarifa kwa familia. Mwisho wa siku tutazituma wizarani kwa katibu mkuu, Wizara ya Maliasili na Utalii. Ndani ya siku 14 basi mjane au yule ambaye ametamkwa kwenye kikao cha mirathi basi atahusika kupewa hicho mkono wa pole ambao tunaita mkono wa pole ambao ni kiasi takriban milioni 2. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.